Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi akiwakilishwa na makamo wa pili wa rais wa Zanzibar ametoa maelekezo pamoja na maagizo kuhakikisha kwamba kwa mamlaka husika kuhakikisha kwamba inakwenda sambamba na kasi ya watu wanaojihusisha na madawa ya kulevya, ikiwemo mbinu mbalimbali ambazo wanazozitumia. Makamo wa pili wa rais amesema hayo akimwakilisha rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi wakati kwenye kilele cha kuadhimisha siku ya kupinga madawa duniani. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kukabiliana na uhalifu wa dawa za kulevya imekuwa ikichukua hatua mbalimbali, ikiwemo kuanzishwa kwa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Zanzibar chini ya sheria namba 8 ya mwaka 2021, na tumeweza kupata mafanikio makubwa. Miongoni mwa mafanikio ambayo tumeyapata tangu kuanzishwa kwa mamlaka hiyo ni kama vile kusambaratisha mitandao ya wahalifu wakubwa wa dawa za kulevya ambao kwa mwaka 2025-2026 jumla ya mitandao minne inayojihusisha na usafirishaji wa heroin, cocaine, mirungi pamoja na kuchanganya dawa hizo katika vyakula mbalimbali hapa Zanzibar na mataifa mengine duniani imegundulika na kusambaratishwa. Kadhalika, mali mbalimbali za wahalifu wa dawa za kulevya zimeendelea kutaifishwa, ambapo katika kipindi cha miaka mitatu mali zenye takriban thamani ya shilingi za Kitanzania bilioni 17.4 zimetaifishwa. Vile vile serikali imeimarisha huduma za tiba na marekebisho ya tabia kwa kujenga kituo cha kutoa huduma hizo kwa waathirika wa matumizi ya dawa za kulevya huko Kidimni, wilaya ya Kati Unguja. Kupitia kituo hicho jumla ya waathirika 769 wamesajiliwa na kupatiwa huduma. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Zanzibar itaendelea kuimarisha mifumo, vifaa vya kisasa na mikakati ya kubaini mapema na kudhibiti uingizaji, usafirishaji na usambazaji wa matumizi ya dawa za kulevya kupitia operesheni mbalimbali. Tutaendelea kutoa elimu kwa umma pamoja na kuimarisha huduma za kinga, tiba na marekebisho ya tabia kwa waraibu walioathirika na dawa za kulevya. Aidha, naomba kutoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa kupitia namba ya bure kabisa 119, na wahakikishia taarifa hizo zitafanywa kazi kwa usiri mkubwa, na ile taarifa ambayo italeta tija basi watapata zawadi. Taarifa zinazoendelea kutolewa zimesaidia kusambaratisha mitandao mikubwa minne kwa maana ya mapapa. Katika utafiti uliofanyika, Mheshimiwa mgeni rasmi, mtandao mmoja ukiusambaratisha, kujijenga upya unaweza kutumia miaka 10. Kwa maana tumechimba mizizi hasa. Kwa hiyo tumesambaratisha mitandao mikubwa minne katika mwaka huu wa 2025. Sisi mamlaka zetu mbili tunaiasa jamii ipokee jukumu hilo la kuhakikisha kwamba linakataa dawa za kulevya. Jamii kwa ujumla ikikataa dawa za kulevya haziwezi kuwepo katika jamii zetu. Dawa za kulevya haziwezi kuathiri vijana wetu. Hivyo tunaiomba jamii itoe ushirikiano mkubwa kwa mamlaka hizi, itoe ushirikiano mkubwa kwa serikali, lakini yenyewe iwe ya kwanza kukataa dawa za kulevya ili dawa za kulevya ziweze kuisha, lakini pia tuokoe vijana wetu. Huwezi kujenga uchumi wowote kama huna nguvu kazi ya vijana.